Halo tena, leo tutajadili kazi yako kama fundi wa utengenezaji na majukumu ya msingi ambayo utakuwa unatekeleza kila siku. Aidha, umuhimu wa majukumu hayo ya kazi, uvumilivu na usalama wa madawa ya kulevya nyuma yao. Unaweza pia kuelewa, kufuata kuhusiana na shughuli hizo katika mafunzo haya kwa njia rahisi kuelewa. Hebu tuone ni nani hawa mafundi wa viwanda na wanafanya nini? Siku na siku ya kutoka. Hebu niwaambie jinsi dawa ilivyokuja kuwepo kwanza. Kwa hivyo hebu tuseme, wanasayansi wachache waliungana, walitengeneza kampuni na au mapishi ya dawa, sivyo? Kwa mfano ni acetaminophen kutibu homa inaruhusu kufikiria kwamba wanasayansi hawa wamepata idhini kutoka FDA kuuza dawa hii kwenye soko chini ya kampuni. Ili kupata dawa hii kupitishwa na kuingia sokoni kutoka kwa maendeleo hadi kwa wagonjwa. Kumekuwa na kazi nyingi na nyaraka ambazo ziliundwa, mifumo na faili zilifanywa, aidha sayansi na vifaa vimetengenezwa na kuripotiwa kwa FDA. Na hatimaye, dawa chini ya mchakato fulani inaidhinishwa na FDA na dawa hiyo itauzwa kwa wagonjwa. Sasa jinsi ya kutengeneza dawa hii, maagizo yamerahisishwa kwa mafundi wa utengenezaji katika hati inayoitwa rekodi ya uzalishaji wa batch. Pia huitwa BR, na hii ndiyo neno tutakalotumia kusonga mbele katika mafunzo haya. Kwa hivyo, sio chochote lakini maagizo ya hatua kwa hatua yaliyoandikwa kwa Kiingereza rahisi. Rekodi ya uzalishaji wa kundi ni rekodi iliyoandikwa ambayo inaandika mchakato mzima wa utengenezaji na historia ya kundi la bidhaa. Kwa maneno mengine, inakuambia jinsi ya kuzalisha bidhaa na kurekodi njia inayotokea, na rahisi sana kuelewa lugha juu ya jinsi ya kutengeneza dawa. Kutoka kwa tools. Kama vile ni malighafi gani zitatumika, pia ikiwa ni pamoja na kemikali, beakers, sindano, vials, masanduku, vifaa vya kusaidia, vifaa vya ufungaji, mketera. Hata kitambaa cha plastiki ambacho kitaenda kwenye chupa ni sehemu ya rekodi ya uzalishaji wa kundi. Sehemu ya kwanza kabisa ya BR inaitwa BOM ambayo ni bill ya nyenzo katika fomu kamili. Kiasi halisi cha kila nyenzo na mchakato wa hatua kwa hatua unaelezewa hadi madawa ya kulevya yamejaa kwenye chupa au sindano yoyote ambayo inaweza kuwa kesi. Sawa kabisa. Kama nilikuambia utengenezaji wa dawa ni kama kupika chakula, si wewe kuelewa ni rahisi? Hebu tulinganishe wote wawili na kuelewa. Kukusanya nyenzo kwa ajili ya utengenezaji mistari, kukusanya mboga kwa kiasi halisi kwa ajili ya kupikia. Hii ni hatua ya kwanza kabisa. Kulia. Ni nini kinachopaswa kuwa baadaye? Ndiyo, kuosha mboga na vivyo hivyo, kusafisha nyenzo. Katika utengenezaji wa madawa ya kulevya, kisha jambo linalofuata itakuwa kuchukua mboga, kuzama na kuziosha. Kinyume chake, baada ya vifaa vyote kukusanywa kutoka kwa ghala, vifaa hutumwa kwa usafi. Kwa kuwa tunachukua mfano wa kupikia ikilinganishwa na utengenezaji wa dawa, unafikiri itakuwa nini baadaye? Chukua muda na ufikirie. Ndiyo, sasa unaweza kuchukua mboga na kuanza kupika, sivyo? Kwa kulinganisha viwanda, hatua inayofuata itakuwa kuchanganya kemikali chini ya joto fulani na kuchanganya kwa masaa fulani, kama vile kupika, na kuchukua njia yote ya kujaza na kufuata tu hatua hadi ufungaji na kuchukua bidhaa ya mwisho katika vyombo. Hiyo ni rekodi ya uzalishaji wa batch imefafanuliwa kwa kifupi. Kama fundi wa utengenezaji, maisha yako ya kazi yanazunguka BR. Tuseme msimamizi wako alikujulisha kwamba uzalishaji wa madawa ya kulevya mengi utaanza kesho. Jambo la kwanza sana fundi wa utengenezaji anahitaji kufanya ni nenda kwa idara ya nyaraka ya ubora, ambayo ni aina ya maktaba au seli ya uchapishaji ambayo inashikilia nyaraka zote za kampuni katika chumba cha hati.
Idara hii imechapisha rekodi ya kundi na iko tayari kuchukuliwa na timu ya utengenezaji. Wewe kama fundi wa utengenezaji ungeenda kwenye seli ya hati na kupokea rekodi ya kundi. Kumbuka, ufuatiliaji ni muhimu. Utajaza na kusaini logi kwamba ulipokea BPR. Mtu kutoka kwa seli ya hati pia atajaza na kusaini logi hii kama mtu aliyekupa BPR. Hii ni neno kuu la kufuata. FDA ni ufuatiliaji, ambaye alitoa BPR, nani aliyeipokea, siku na wakati gani. Kanuni nyingine ya msingi ya Pato la Taifa unaweza kufanya mazoezi wakati wa kupokea BPR ni kuhesabu idadi ya kurasa. Kurasa zote zipo, hakuna kiambatisho kinachokosekana, lebo zote husika zimeambatishwa, jina la dawa iliyoandikwa kwa usahihi, nambari nyingi zimetajwa kwa usahihi. Baada ya kuangalia hatua hizi za Pato la Taifa, pia wakati rekodi imetolewa, mtoaji lazima asaini BPR wakati wa utoaji. Ikiwa umethibitisha pointi hizi, uko tayari kuhamia hatua inayofuata, ambayo ni kuchukua sehemu ya kwanza ya rekodi ya uzalishaji wa kundi, Bill of Material, kuhifadhi na kupokea nyenzo zinazohitajika. Katika hatua hii tena, ufuatiliaji unahitajika. Mtu wa ghala atasaini kama mtoaji wa nyenzo kwenye rekodi ya kundi, na utasaini kama mpokeaji kabla ya kuweka saini yako juu yake. Lazima uthibitishe nambari za nyenzo, majina yao, idadi yao, mechi na idadi iliyotajwa katika rekodi ya kundi. Muhimu zaidi, tarehe ya kumalizika kwa nyenzo lazima ichunguzwe. Mara baada ya haya kuthibitishwa kwamba umetekeleza kazi yako kwa ufanisi, sasa unachukua nyenzo hii kwenye eneo la chumba cha usafi. Kuna utaratibu hapa kutuma nyenzo ambazo tutajifunza katika mafunzo ya vifaa vya cascading. Sasa unachukua nyenzo ndani na kisha unaanza operesheni ya autoclave. Kumbuka, hatua inayofuata baada ya kukusanya nyenzo ni usafi. Sanitization inaitwa operesheni ya autoclave na inaelezewa katika mafunzo ya operesheni ya autoclave. Baada ya operesheni ya autoclave, usafi wa nyenzo umekamilika na nyenzo zitachukuliwa kwa vyumba safi sahihi kama kuhusiana na operesheni. Kwa mfano, kujaza nyenzo zinazohusiana zitatumwa kujaza chumba na vifaa vinavyohusiana na uundaji vitatumwa kwa chumba cha uundaji. Katika mchakato wa uundaji wa kundi BPR, hatua zako zinakuambia kuchanganya kemikali fulani kwa mpangilio fulani, chini ya joto fulani, shinikizo fulani na kasi fulani ya kuchanganya, na nyakati hizi za shinikizo za kufadhaika zote zimetajwa kwa maagizo ya hatua kwa hatua. Unapotekeleza shughuli hizi, utarekodi maingizo hayo kwenye rekodi ya kundi kama inavyotokea. Rekodi hii ya kundi basi inakuwa hadithi tale ya jinsi madawa ya kulevya yalifanywa. Wakati unatekeleza majukumu haya, daima kumbuka mazoea mazuri ya nyaraka. Usiandike zaidi, usitumie penseli. Muundo sahihi wa tarehe hutumiwa, muundo sahihi wa wakati hutumiwa. Utajifunza mazoea ya Pato la Taifa katika mafunzo ya Pato la Taifa kwa undani. Kwa kifupi, kuunda ufuatiliaji wakati wa kupokea, kuwasilisha, kurekebisha nyaraka na kufuata kanuni za ALCOA kwa Pato la Taifa. Baada ya uundaji, ungechukua poda au sampuli ya dawa kwa ajili ya kupima. Maabara ya mtihani iko kwenye kituo chako. Sasa kuna utaratibu wa kutumia lebo sahihi kuandika chini ambaye alichukua sampuli ya nambari ya sampuli, ambaye aliwasilisha sampuli kwa maabara, ambaye alijaribu na matokeo yake. Habari hizi zote zinaingia kwenye magogo na BPRs kama inavyotokea. Matokeo ya mtihani yameambatanishwa na BPR pass na matokeo ya kushindwa yamerekodiwa katika kumbukumbu za maabara ya mtihani na kumbukumbu za utengenezaji pia. Maabara za mtihani zinapaswa kuweka ufuatiliaji wao kama vile idara ya utengenezaji inapaswa kuweka ufuatiliaji wao pia. Kumbukumbu zote mbili na taarifa zao zinaingiliana. Kusonga zaidi, utachukua dawa zilizoandaliwa katika vyombo, ambatisha kwenye mashine ya kujaza chupa, kuweka kofia na kuziweka kwenye krates. Kujaza kwako imekamilika.
wakati wa operesheni ya kujaza kuna shughuli nyingi, lakini zote zimeelezewa katika hatua kwa hatua, hata jinsi ya kuwasha mashine ya kujaza. Ndiyo, ni rahisi sana. Wote unapaswa kujua NIFTA kufuata mazoea mazuri ya nyaraka, mazoea mazuri ya kukunja, mazoea mazuri ya utengenezaji. Mafundi wa utengenezaji husoma na kuelewa kemikali na nambari zao za nyenzo zaidi ya kiwanja chao cha kemikali. Tena tu kurekebisha jinsi siku yako itaanza, pata BPR kutoka kwa seli ya hati, chukua BPR, nenda kwenye ghala, kusanya nyenzo. Unapaswa kujua jinsi ya kuandika, kupokea nyenzo, kuipeleka kwenye sakafu ya utengenezaji. Sanitize nyenzo kuwa salama, kuleta vifaa baada ya sanitization, kuunda bila uchafu na kuiweka salama, kujaza katika chupa, kuangalia maandiko, kuchukua masomo, rekodi yao katika BPR, ambatisha metadata, kwa haki nyaraka husika na kuelewa mantiki. Kujua umuhimu wa dawa na usalama wa mgonjwa. Huwezi kweli kutekeleza shughuli yoyote kama fundi wa utengenezaji peke yako, isipokuwa Gowning. Daima kuna udhibiti wa mbili unaohitajika kwa shughuli zote, ambayo inamaanisha utakuwa unatekeleza shughuli zote na timu yako. Daima kuna fundi mmoja anayechukua kusoma na fundi mwingine anayethibitisha na saini na tarehe kwenye BPR, pamoja na nyaraka nyingine kama kumbukumbu. Hii inahitajika na sekta ya ufuatiliaji. Mtu mmoja anayetekeleza operesheni na mwingine kuthibitisha shughuli hiyo hiyo ambayo yeye alishuhudia ikitokea. Tutajifunza zaidi kwa maelezo kwa njia rahisi na rahisi, kazi maalum sana tunapoenda zaidi. Sasa tunaelewa kile fundi wa utengenezaji hufanya siku na siku nje. Hatua za BPR ni maagizo yaliyoandikwa katika BPR na dawa hiyo hiyo imekuwa ikitengeneza katika kituo chako. Uzalishaji unaendelea kuzalishwa kila wiki au kila mwezi katika kampuni yako ili kukidhi mahitaji ya soko. Kama fundi wa viwanda mwenye ujuzi, lazima ukubali taaluma fulani na utekeleze wajibu wako kwa njia inayotii na kwa njia thabiti. Kupitisha kanuni za BPR. Daima fanya kazi kuelekea kuhakikisha ufuatiliaji umekamilika kwa kusaini na kurekodi shughuli katika vitabu husika vya kumbukumbu. Kanuni hizi zitakusaidia kuepuka au kusababisha mchakato wowote wa utengenezaji au changamoto zinazohusiana na kazi. Kabla shughuli yoyote ya utengenezaji kuanza, kuna shughuli muhimu ya kusafisha. Kama bila kusafisha chumba ambacho shughuli itafanyika bado haijasafishwa. Kwa hivyo, hebu tuzungumze juu ya kusafisha chumba cha utengenezaji, kuhakikisha kwamba eneo hilo ni limesafishwa tayari na bila vijidudu vyovyote. Mafundi wachache wataingia na kusafisha eneo hilo. Watarekodi kuingia kwa kusafisha kwenye logi ya kusafisha. Baada ya kusafisha, watapanga na kuweka alama ya awali kwenye logi. Sasa eneo limesafishwa. Baadhi ya kampuni nilizofanya kazi hutumika ishara kwenye mlango wa chumba cha usafi, wakisema kwamba chumba ni safi na tayari kwa jina la dawa ya XYZ, ratiba, tarehe hii. Ndio, kampuni zingine zinaweza kutumia mazoezi haya. Kwa hivyo hakuna mtu asiyehitajika anayeweza kuingia wakati utengenezaji unaendelea au kabla. Kwa upande mwingine, logi ya kusafisha pia inataja tarehe na wakati na uhalali wa kusafisha. Sasa hebu tuzungumze juu ya uhalali wa kusafisha. Hii inamaanisha tu kwamba baada ya masaa 72 ya kusafisha, ikiwa shughuli ya utengenezaji bado haijafanywa, chumba lazima kisafishwe tena chini ya utaratibu huo huo. Kwa hivyo, kwa maneno mengine, kila kusafisha ina tarehe ya kumalizika. Hii ni sehemu muhimu sana kukumbuka. Kazi yako ni tu kuangalia kama kusafisha ni kufanyika na ndani ya uhalali wa kusafisha kabla ya kuanza kutumia chumba safi kwa ajili ya shughuli yoyote ya viwanda.
Sasa, kuna kusafisha mara kwa mara ya eneo la utengenezaji na kuna kusafisha kila wiki. Usafishaji huu ni zaidi ya kusafisha nyingine yoyote. Siku fulani ya wiki kusafisha kila wiki, vivyo hivyo, kusafisha kila mwezi na kusafisha kila robo. Kusafisha haya yote ni sehemu ya mchakato wa kusafisha katika kampuni kama utaratibu wa ziada wa kusafisha mahali pa kuweka ubora na usalama wa bidhaa kwa kiwango cha juu. Kurudi kwa mada yetu, wakati kusafisha eneo la utengenezaji hufanywa kwa shughuli za utengenezaji na timu ya utengenezaji iko tayari kufanya kazi. Wafanyikazi wa uhakikisho wa ubora kwa kutoka idara ya shughuli inakuja na kukagua eneo na hutoa kibali cha mstari. Hii ni neno muhimu. Kibali cha mstari inamaanisha shughuli zinaweza kuanza sasa na eneo limeandaliwa na yote tayari kwenda kwa operesheni ya utengenezaji. Tofauti pekee kati ya kusafisha na kibali cha mstari ni kwamba wafanyikazi wa uhakikisho wa ubora ambao huitwa huja na kukagua kwamba vifaa vyote katika chumba safi vimerekebishwa na kupimwa sawa na vitambulisho vimewashwa, takataka kutoka kwa shughuli ya awali imebadilishwa, kusafisha logi kutaja kuwa kusafisha imefanywa na hakuna ishara za kuona ya kushoto yoyote kutoka kwa shughuli za awali za utengenezaji. Sasa tumejifunza mengi kuhusu kurahisisha mafundi wa utengenezaji wa kila siku, maisha ya kazi. Kuna majukumu mengine ambayo fundi wa utengenezaji anapaswa kutekeleza. Hebu tuzame kulia ndani vitu hivyo vya hatua. Baada ya utengenezaji kufanywa, lipri yote inatekelezwa. Hatua inayofuata ni kupatanisha operesheni nzima ya utengenezaji. Mchakato wa upatanisho ni pamoja na kurudi au kutupa ya yoyote au vifaa vyote kulingana na utaratibu ulioanzishwa na kampuni. Kwa mfano, vifaa vya RAW visivyotumika, lebo za sampuli zisizotumiwa zinapaswa kupatanishwa. Upatanisho ni muhimu kwa sababu nyingi pamoja na usalama wa mgonjwa. Ikiwa ulipewa lebo 210, kuweka vifurushi 200 na lebo 10 zilikuwa za ziada kwa kiwango cha kosa, na ikiwa hakukuwa na makosa na lebo 10 hazikutumika, lazima urudi au uache kulingana na utaratibu. Na katika kampuni zingine ama verifier inathibitisha kuwa lebo zilitupwa kama batili na kushikamana na BR. Hii ni muhimu kama mtu anaweza kutumia lebo zisizotumika kwa madhumuni mengine yoyote kuliko ilivyokusudiwa, ambayo inadhibitiwa na hairuhusiwi. Kwa kuwa upatanisho ni muhimu sana. Sasa, ikiwa unakumbuka, tulipokea BR kutoka kwa seli ya nyaraka yaka na tulienda kwenye ghala baadaye kukusanya nyenzo. Je, unakumbuka? Ndiyo. Sasa, baada ya shughuli za utengenezaji kumalizika na una bidhaa ya dawa iliyohifadhiwa kwenye friji kulingana na maagizo ya rekodi ya kundi, umeangalia katika BR kwa mara ya mwisho kwamba hakuna makosa ya pato la taifa, tena hakuna kurasa zinazokosekana kutoka kwa BR. Kurasa zote zipo, hakuna maingizo yaliyokosekana. Mafundi wote wamesaini na wa awali kwa shughuli walizotekeleza. Saini zote za verifiers zipo. Matokeo yote ya mtihani yameambatanishwa na BR. Sasa unachukua BR kwa upatanisho wake, kurudi kwenye idara ya nyaraka yaka. Mtu wako atafungua logi sawa kabla ya upatanisho. Kwa mtu atafuata kanuni ya GP na hakikisha nyaraka zote husika, kurasa zote, viambatisho vyote vipo na BR haipo chochote. Huu ni mchakato wa upatanisho. Kila kitu ambacho kimeanza kutoka chanzo kimoja kitaishia kuhesabiwa na kupatanishwa na t. Ikiwa vitu 10 vilitolewa na tu 8 vilitumika, 2 lazima virudishwe bila kutumika na kutupwa kulingana na taratibu, kwa hivyo havipo nje, wazi au kutumiwa vibaya. Sasa tunaelewa upatanisho. Inatumika kwa ufungaji na vifaa vingine ambavyo havijatumika
na BPR yenyewe itapatanishwa na seli ya nyaraka kwa uhifadhi kama rekodi ya awali kama nakala ngumu. Ni mahitaji ya FDA. Sasa tunaelewa mchakato wa upatanisho kubwa. Sisi ni karibu na mwisho wa maisha ya kila siku ya fundi wa utengenezaji. Hebu tuelewe unapaswa kufanya nini wakati unakabiliwa kupotoka. Katika darasa la mafunzo ya maneno utajifunza ni nini deviations. Wakati mchakato hautokei kama ilivyoandikwa au kukusudiwa. Au kwa maneno mengine, wakati huna kufikia matokeo taka. Baada ya operesheni, unapaswa daima kuwajulisha msimamizi wako. Watu wenye uzoefu zaidi katika kampuni wanaweza kukuongoza katika mwelekeo juu ya jinsi ya kuendelea zaidi. Jambo muhimu ni wakati mambo hayaendi kama ilivyokusudiwa, ni kupotoka, mara moja ripoti kwa msimamizi wako. Hii ni moja ya sifa nzuri ya fundi. Kampuni inatarajia mafundi kukutana na makosa kila wakati na kisha wanapenda kuboresha mazoea na kuleta mchakato bora katika mazoezi. Hivyo inahitajika kwako kuripoti kupotoka mara moja kwa wakubwa. Kanuni nyingine ya kidole gumba. Tunaendelea kusisitiza katika mafunzo haya kwamba tafadhali kamilisha mafunzo yako kwa wakati na usifanye hatua kwa kile ambacho haujafundishwa. Fundi mpya baada ya kuajiri angefanya tu shughuli ambazo yeye amefundishwa kwa mwezi wa kwanza, kupata ujuzi na jinsi kampuni inavyotumia kemikali fulani na utaratibu fulani kupunguza uchafuzi. Kutakuwa na SOP ambayo itakwambia ni kemikali gani zinazotumiwa na wapi kuzipata. Ni kumbukumbu gani kurekodi habari hii katika kazi yako yote imeandikwa katika utaratibu wako. Unahitaji kusoma na kuondoka kwenye mafunzo. Kabla ya hapo, unaweza kushiriki katika kusafisha au operesheni yoyote. Kwa jambo hilo, mafunzo lazima yakamilishwe kwanza. Msimamizi wako atafuatilia ya kile unachofundishwa na kukupa tu shughuli hizo. Hii ni mahitaji ya FDA, kanuni ya udhibiti wa shirikisho. Wala wewe au mwajiri anaweza kukiuka sheria na lazima ukamilishe mafunzo ndani ya muda uliopewa. Kama hii ripoti ya kufuata mafunzo inawasilishwa kwa mkurugenzi wa ubora na ni sehemu ya tathmini yako ya utendaji wa kila mwaka. Baada ya kujifunza kanuni na kufuata mafunzo, sehemu ya mwisho kabla ya kumaliza leo ili kukamilisha maisha ya kazi ya fundi wa utengenezaji, sehemu muhimu zaidi ya kazi yako ni kuzingatia ubadilishaji wa shift. Hii ni sehemu muhimu ya siku yako kila siku, tayari mwanzoni mwa mabadiliko yako. Wacha tuseme unafanya kazi asubuhi kati ya 6 asubuhi hadi 3 mchana. Unafika saa 6 mita katika eneo la mkutano ambayo ni karibu na sakafu ya utengenezaji, ambapo msimamizi wako atakwambia ni nini hasa kimetokea wakati wa mabadiliko kabla yako na ni umbali gani wa kazi imefikiwa. Uko karibu kuchukua nafasi mafundi kutoka kwa mabadiliko ya awali, kwani kazi inaendelea bila usumbufu wowote. Sawa. Sasa umepata picha. Kuna mabadiliko, logi ya kubadilishana pia. Mara baada ya mabadiliko yako ni kufanyika, wewe kuingia nje, na kwa upande mwingine, watu kutoka zamu ijayo ni kuja katika kazi na going up na kwenda sakafu ya viwanda kutolewa wewe kama mabadiliko yako mwisho. Wakati mwingine kuna mabadiliko ya kubadilishana maelezo ambayo yameandikwa kwenye ubao mweupe. Katika hii eneo la mkutano, shughuli zote za sasa kwenye sakafu ya utengenezaji zimeandikwa na msimamizi ambazo zinaendelea ndani. Mtu yeyote ambaye anaingia katika eneo hili angejua na kuelewa haki ya BET bila kwenda kwenye eneo la utengenezaji ni aina gani ya shughuli inaendelea ndani ya chumba cha usafi kwa kusoma tu ubao mweupe. Hiyo ni dhana ya maelezo ya kubadilishana mabadiliko na ubao mweupe
unaotumiwa na wasimamizi wa utengenezaji kupeleka habari wakati wote kwa mtu anayehusika. Kubwa. Ingawa hiyo ilikuwa mengi ya kufunika katika kile ungefanya kama fundi wa utengenezaji kwenye kazi halisi. Utakuwa unakamilisha mafunzo na jaribio na utapata vyeti vyako vya kukamilisha baada ya mafunzo. Kuona wewe katika kikao cha mafunzo ijayo.